Kristo. Risala ya wahitimu wa mafunzo ya Cosmetology Daje School of Hairdresser, mahafali ya kwanza leo tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2017. Ndugu mgeni rasmi, niliyesimama mbele yako ni mwanafunzi niliyehitimu mafunzo ya Cosmetology katika chuo cha Daje School of Hairdresser kwa muda wa miezi mitatu. Kwanza kabisa napenda nianze na utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, leo ni mahafali ya kwanza ya wahitimu wa mafunzo ya Cosmetology ambayo ni sayansi inayohusu mafunzo ya urembo pamoja na nywele. Kozi hii inachukua muda wa miezi mitatu. Ndugu mgeni rasmi, leo tunahitimu wanafunzi 28 tukiwa tumejaa ujuzi wa urembo kikamilifu na tukiwa tupo tayari kwa kufanya kazi. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio tuliyoyapata katika mafunzo haya. Tumejua urembo, mapambo, pia tumetengeneza mtandao wa kujuana na watu wengi, lakini pia tumeweza kujiajiri na wengine kuajiriwa. Mfano mzuri ni mimi mwenyewe, nimeweza kujiajiri kwa kufungua saluni mkoani Dodoma ambayo inajulikana kwa jina la Rajeni Beauty Pora. Pia wapo baadhi ya wahitimu wameajiriwa sehemu mbalimbali kama vile Maznat Saluni, Kan Saluni, Subira Saluni na wengine wengi. Ndugu mgeni rasmi, zipo changamoto tulizokutana nazo katika mafunzo haya. Kwanza kabisa, tuna changamoto kubwa ya walimu. Walimu ni wachache, tunaomba waongeze. Maeneo ya kuishi wanafunzi wanaotoka mikoani na wale wanaoishi mbali na chuo. Tunapokuwa tumehitimu mafunzo haya, serikali itambue kuwa tunao ujuzi katika kuajiriwa, pia itupe support ya kujiajiri ili huduma hii inayokwenda kutolewa iwe na weledi, kwani sisi tuliohitimu elimu hii tayari tunao weledi wa kutosha. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kuzungumzia nimemwakilisha mkurugenzi wa kanda VETA Dar es Salaam. Mimi pale ni mratibu wa vyuo hivi vya ufundi stadi kanda ya Dar es Salaam. Labda tu kwa ufupi, wale ambao bado hatujaitambua vizuri, VETA ni mamlaka ya serikali ambayo kazi yake kubwa ni kuwezesha nguvu kazi. Sasa nguvu kazi hii ni ya watu gani? Mtu yeyote. Tulikuwa na perception kidogo ambayo sio sahihi. VETA ilionekana ni kwa ajili ya wale walioshindwa kuendelea sekondari. Kwa hiyo mtu yeyote aliyeshindwa kuendelea sekondari, au ni mtoto wako au ni nani, unasema ataenda VETA, bwana huyu amenishinda. Sasa ile perception sasa hivi nashukuru Mungu inaelekea kuondoka. Vocational Education and Training Authority ni mamlaka ambayo inahakikisha nguvu kazi ya Watanzania inapata ujuzi. Sisi tupate ujuzi, tufanye kazi. Ndio mamlaka yetu inajihusisha na shughuli hizo. Na ndio maana utaona kila mahali tunaingia kwenye sekta zote. Sekta ya afya tumo, ujenzi tumo, sekta ya maji tumo, kwa sababu kule kote ukipita utawakuta vijana ambao wamemaliza kwenye vituo vyetu. Tunafanya kazi nchi nzima. Nchi nzima tuna kanda 9. Na Dar es Salaam ni mojawapo wa kanda hizi 9, ambapo Dar es Salaam peke yake mpaka sasa hivi tumesajili mara ya pili vituo 80 ambavyo vinafundisha, Dage akiwa mojawapo. Ofisi ya kanda ndio inayofanya hiyo kazi, na kazi yetu kubwa sisi, akija tu mteja kama Dage akisema nina hiki nataka kufanya, tunamdaka haraka, alafu tunamwambia unasemaje, alafu tunaenda, alafu tunamshauri, alafu tunasema okay, tunampa usajili. Akija mwingine hivyo hivyo, na ndio maana unakuta tuna vituo vingi, vingine viko mpaka huko Chanika. Hiyo yote ni kanda ya Dar es Salaam. Ukienda Bunju kote huko utatukuta. Nini? Kwa sababu tunataka kila Mtanzania pale alipo apate ujuzi, aweze kuajirika. Ndio lengo kubwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili,
Ninarudi sasa kwenye risala ya wahitimu. Kama mamlaka, wahitimu walikutwa na changamoto moja, wanasema ukosefu wa walimu. Ni kweli, hizi fani tunaziita emerging skills, fani ya urembo, fani ya hoteli, hizi zote ni skills au ni fani ambazo zimekuja baadaye. Tunapata shida sana kupata walimu, kwa sababu mwalimu maana yake ni lazima asome kwanza yeye, aweze kwanza yeye ndipo akamfundishe mwingine. Sasa kwa muda mrefu katika fani yetu hii ya urembo, vijana wetu wengi, kama nilivyosema, ile perception, wanaenda kusoma kama kujaribu, anaenda kusoma kama anabipu. Akitoka pale hapati ile skill ambayo anaweza akaenda kumfundisha mwingine. Kwa hiyo tunapata shida ya walimu. Suluhisho la hili, walimu tutoke miongoni mwetu. Kama mamlaka imewezesha kwa hili, sasa hivi tayari tuna mitaala ya urembo, tuna mitaala ya ujuzi wa nywele, tayari ipo official. Kwa maana hiyo sasa vijana wetu wakisoma wakawa competent kwenye hayo maeneo, wanaweza wakapewa uwezeshaji waweze kuwafundisha wengine. Na hii kozi sasa hivi kwa mujibu wa mtaala inasomwa kwa muda wa miaka 2, mtu anapata vocational certificate 3 au level 3. Akipata vocational certificate level 3 ana uwezo wa kuwa mwalimu, kwa sababu international level 3 ndio exit. Sasa ukiwa na exit ya level 3, wewe unaweza ukarudi ukamfundisha mwingine na ukawa certified kama mwalimu. Kwa hiyo mimi ninaliomba hilo, mlitambue hilo. Shida ya walimu itaisha tu pale ambapo sisi wenyewe tutaingia kwa undani, tutasoma na kuwa competent kwenye maeneo yetu ili tupate walimu. Kuna swala la serikali kuiomba kwamba walimu kutoka nje waruhusiwe. Kwa mujibu wa ombi hili, nafikiri ni la kisheria zaidi, si ndio na la kisera zaidi. Ruhusa nafikiri zipo, ila kwa vibali maalum ambavyo serikali huwa inavitoa. Lakini hiyo ni kama short term. Long term tufanye jitihada tupate walimu kutoka ndani. Tuachane na ile dhana kwamba kila kitu sisi hatuwezi. Leo ni mahafali ya kwanza ya tangu chuo cha Daje School of Hairdressing kianze. Ni siku ambayo tumeweza kuwatoa wasichana 28 wamegraduate, kwa hiyo wataenda kwa ajili ya kuajiriwa huko nje katika chuo hiki. Okay, changamoto kubwa iliyokuwepo siku za nyuma, watu walikuwa nadhani urembo sio biashara, au urembo ni mtu tu unatoka unaweka dawa mtu anaondoka. Lakini kumbe urembo unahitaji elimu, na elimu lazima ukae darasani usome na uelekezwe na walimu. Sasa nashukuru Mungu kwamba chuo cha Daje School of Hairdressing kimetambulika na VETA kwamba kinaweza kikatoa elimu, na VETA ikatoa mtaala ambao tunafuata mtaala huo kuwafundisha wanafunzi wetu, na mpaka leo hii wameweza kuhitimu chuo kwa muda wa miezi 3. Mabinti waliohitimu kwa siku ya leo ni wako 28. Kifupi, nataka kuwa inspire wanawake wengine kwamba sio siku ya kukata tamaa. Mimi nilianza nikiwa mdogo na nikianza na dryer moja na stima moja, lakini leo hii niko hapa mpaka mabenki wengine wananifahamu kwa sababu nimeweza kuthubutu na nimeweza kuwa na nidhamu ya pesa. Ukishakuwa na nidhamu ya pesa lazima utaendelea, lakini usipokuwa na nidhamu ya pesa lazima utakatika katikati na hutaendelea. Sasa nataka kuambia watu wengine ambao wanaweza kuwa wanataka kuingia katika sekta ya biashara au jasiriamali, wawe na nidhamu hasa kwenye pesa, na wateja wao waweze kuwa wabunifu kila siku. Sio wateja wameisha wewe unabaki unahangaika, kumbe unaweza ukabuni kitu kingine kwa kuwavutia wateja wao. Mimi nilianza na saluni, lakini kutokana na changamoto zilizokuwa zikijileta niliweza kufungua shule na kuweza kuwatoa mabinti ambao sasa hivi wengi tu wako mitaani na wameajiriwa kwenye masaluni mengine. Ishi bila wasi na Red Relax. Jiunge na vifurushi vyetu vya Silver, Gold na Platinum na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote, SMS na MB, pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha,
Una uwezo wa kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya, huku dakika, SMS na MB zako ambazo hazijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu, ukinunua kifurushi cha Red utaweza kufurahia huduma za app ya sokoni bure, taarifa fupi za M-Pesa bure, kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom nchini, na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuarifiwa ukipiga simu na kuikosa bure. Piga *149 *01 alama ya reli. Chagua Red sasa, uishi bila wasi.